Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea ndani ya klabu ya soka ya Simba Sports Club wakiwa pale katika nchi ya Rwanda, ambapo sote tunafahamu Simba wapo nchini Rwanda ambapo wanashiriki michuano mikubwa ya Sekafa Kagame Cup kwa mwaka 2026 wakiwa kundi B, kundi ambalo linaundwa na Jamus kutokea katika nchi ya Sudani Kusini, kundi ambalo linaundwa na Singida Black Stars kutokea katika nchi ya Tanzania, bila kusahau klabu ya soka Mogadishu City kutokea katika nchi ya Somalia, ambapo mpaka hivi sasa tunavyoongea klabu ya soka ya Simba wamebakiwa na mchezo mmoja dhidi ya Singida Black Stars, ambapo mchezo huo utaucheza tarehe 31 ya mwezi wa 7, ikiwa ni siku ya mwisho ndani ya mwezi wa 7. Sasa kinachoendelea Simba Sports Club pale nchini Sudani tunaona wameweza kupata, katika nchi ya Rwanda tunaona wameweza kupata pigo kubwa, kwa sababu kuna nyota wao muhimu ambao wanawakosa, ambapo tunaona Simba vile vile wanajiandaa na msimu mpya wa mashindano wa mwaka 2026 2027. Yani Simba wameamua kuchukua michuano hii ya Sekafa Kagame Cup kwa mwaka 2026 kama sehemu ya pre-season yao kuelekea msimu mpya. Sasa Simba kuna nyota ambao wanawakosa, yani kutokana na sababu mbalimbali. Kwa hiyo ni pigo zito, kwa sababu ukiangalia Simba wanahitaji kuwa na wachezaji wao wote timamu ili waweze kujiandaa kwa pamoja, lakini ndio hivyo wameweza kupata pigo. Pigo ni kwa nani? Wa kwanza ni mchezaji Selemani Mwalimu Gomez. Fahamu Selemani Mwalimu Gomez ni mchezaji ambaye aliweza kusafiri na kikosi cha Simba Sports Club kuelekea pale katika nchi ya Rwanda, ambapo Simba kwa mujibu wa kocha mwenyewe, hapa tukienda kumuongelea mtaalam anaofahamika kwa jina la kocha anaofahamika kwa jina la Steve Barker, aliweza kuweka hadharani kwamba anamhitaji mchezaji huyo Simba waweze kumsajili, lakini ndio hivyo klabu ya soka ya Simba wameshindwa kufikia makubaliano na klabu ya soka ya Wydad ambao ndio wanamiliki mchezaji huyo. Kwa hiyo mchezaji huyo ameweza kuondoka katika nchi ya Rwanda na kuweza kurejea jijini Dar es Salaam akisubiri taratibu nyingine kama Simba wataweza kukamilisha deal lake, basi yupo tayari kuitumikia klabu hiyo, kwa sababu ameweza kuonyesha nia na kuweka wazi kwamba Simba ni miongoni mwa klabu ambayo kwa sasa anaipa kipaumbele kwa sababu inakwenda kushiriki michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa, huku Wydad wao washiriki michuano yoyote ile, wala shirikisho wala klabu bingwa. Kwa hiyo yeye anatamani kuendelea kucheza Simba Sports Club. Kwa hiyo Simba wako taratibu za kukamilisha usajili, kwa sababu wanamhitaji mshambuliaji huyu ambaye alihusika katika mabao, akifunga mabao 15 msimu uliomalizika, 9 yakiwa ya ligi kuu, 3 kombe la Muungano na 3 mengine kombe la CRDB Bank Federation Cup. Lakini habari nyingine ni kumhusu Elie Mpanzu Kibisawala, ambapo wakati klabu ya Simba Sports Club ikiendelea kupitia kipindi kigumu kwenye michuano Sekafa Kagame Cup kwa mwaka 2026 nchini Rwanda kufuatia kushindwa kupata matokeo ya kuridhisha katika michezo yake miwili ya kwanza, swali kubwa la mashabiki wengi limekuwa kuhusu hatima ya winga hao Elie Mpanzu Kibisawala, huku safu ya ushambuliaji wa wekundu wa Msimbazi ikionekana kuhitaji ubunifu na kasi ya ziada ili kupata matokeo chanya uwanjani. Matumaini ya kumuona Mpanzu akitua Kigali Rwanda kusaidia jahazi hilo sasa yamegonga mwamba rasmi, licha ya jitihada kubwa za makusudi zilizofanywa na uongozi wa Simba Sports Club kuhakikisha mchezaji huyo raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC anapata visa ya kusafiri kuelekea Rwanda. Safari hiyo imeshindikana kabisa kutokana na hali ya sababu za kisiasa zilizopo kati ya nchi ya hizo mbili, Rwanda na DR Congo. Kutokana na changamoto hiyo za kidiplomasia hizo nje ya uwezo wa klabu, maamuzi ya mwisho yaliyochukuliwa ni kwamba Elie Mpanzu Kibisawala hatojiunga na kikosi hicho Kigali Rwanda kwa ajili ya michuano Sekafa Kagame Cup. Mchezaji huyo ataendelea na program maalum ya mazoezi jijini Dar es Salaam ili kulinda utimamu wake wa mwili, yani body fitness. Elie Mpanzu Kibisawala ataungana na wachezaji wenzake kipindi hicho kikosi kitakapomaliza mechi zake Rwanda na kurejea Dar es Salaam nchini Tanzania. Kwa hiyo tunaona Elie Mpanzu anashindwa kuungana na wachezaji wenzake sababu za kidiplomasia ama siasa ambapo zilizopo kati ya nchi ya DR Congo na nchi ya Rwanda. Kwa hiyo nipige zito, kwa sababu ukiangalia Elie Mpanzu angehitaji kutrain wenzake ili aweze kuingia katika mfumo wa mwalimu jinsi ambavyo anataka kikosi chake kiweze kucheza, lakini ndio hivyo imeshindikana kwa sababu ya hiyo mgogoro uliopo kati ya Rwanda
na nchi ya DR Congo. Lakini kwa Mwalimu nao Simba wanaendelea kupambana kuhakikisha kwamba nyota huyo anajiunga na kikosi cha Simba msimu ujao.